Huu ni wakati sahihi kabisa wa Ally Kamwe kuweza kufikisha ndoto zake na kuaminisha watu kwamba Haji Sande Manara hakuwa mtu makini, hakuwa mtu muhimu ndani ya klabu ya Yanga na hakuwa mtu sahihi. Na mpaka sasa hivi taarifa inayoendelea kumkera Haji Sande Manara ni baada ya kuendelea kwa gumzo la taarifa kwa yeye kufukuzwa kazi katika klabu ya Yanga. Alichokifanya, alichokizungumza na umbea wake wote ndo uliomponza Haji Sande Manara mpaka kufikia hatua kwamba watu wameshaanza kumtenga na kila moja hamuamini tena Haji Sande Manara, kwa sababu tayari ni mtu ambaye hana uwezo wa kukaa na siri ya mtu. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa sasa hivi hayuko kwenye umakini wa kuaminika na kikosi ama taasisi ya klabu ya Wananchi. Hivyo tayari imeshaonekana kabisa hata katika kamati ya nidhamu na kamati ya maadili kwa klabu ya Yanga kwa sasa iko makini kuweza kumchunguza Haji Sande Manara, na endapo ikajiridhisha kabisa kwamba yani kinachoendelea kiko sahihi na pengine kukawa na makando mengine ambayo yalikomeza kujificha, manake Haji Sande Manara moja kwa moja mikataba yake itavunjwa na kupewa pesa zake, lakini mwisho wa kuaminika, mwisho wa kufanya kazi na klabu Yanga ndo utakuwa uko hapo. Na dalili tunaziona. Ukweli ni kwamba alichofeli ni kitendo tu cha kumzungumzia bosi kazi GSM Ghalib Said Mohamed. Najua kwa wale ambao walipata nafasi ya kusikiliza kile alichoweza kukizungumza kwenye voice note zilizo kuvuja ambazo zimesambazwa na dada yetu wa taifa Mange Kimambi, bila shaka zinatia aibu kwa Haji Sande Manara, mtu mzima, lakini pia na career yake na heshima ambayo kwa baadhi ya watu alikuwa akiishi nao kwa kuheshimiana. Tena kwa GSM, the way ambavyo alivyokuwa anamtreat na kuweza kuishi naye, yani bila shaka aliaminiwa, na ndio maana pia hata kwenye masuala ya madili mengine, yani kuna muda Ally Kamwe alikuwa anapigwa pembeni, lakini Haji Sande Manara anapewa moja ya nguvu na kupewa pia nafasi ya juu. Lakini kwa sasa tayari wakina Ally Kamwe wanaonekana kuwa ni bora kwenye ufanisi wa kazi na kuonekana kabisa kwamba wanastahili kuweza kutumikia klabu ya Yanga kama moja ya msemaji ambaye paka muda huu hajakuwa na makando kama aliweza kuyafanya Haji Sande Manara. Kwa hiyo hatujajua baada ya klabu ya Yanga kufanya maamuzi na kumuondoa, je, ataenda wapi? Ama ndo klabu ya Azam itakuwa inanusa kufanya kazi naye? Lakini kitendo cha kuharibu kwa Mohamed Dewji kwa GSM, sidhani kama Baresa anaweza akafanya kazi na mtu ambaye tayari ameshavunja uaminifu kwa mabosi wote wawili ama wafanyabiashara wakubwa hapa Tanzania. Cha msingi bwana, tukutane kwenye comment. Ni Hatuboy Media.